Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, katika hiki kilichotokea cha Myahudi au taifa la Kizayuni kuweza kushambulia usiku wa kuamkia leo, kuishambulia Irani pale Teherani na kuua viongozi wa juu akiwemo general wa IRGC ambaye ni Bwana Salami. Hizi taarifa nafikiri watu wengi wanazo na viongozi wengine pia wameweza kuuliwa katika shambulio la Myahudi. Sasa ni kuwa Benjamin Netanyahu na Zelensky wanashirikiana hawa. Utanielewa kwa sababu kazi yetu sisi ni kuchambua. Na katika uchambuzi huu nataka unielewe vizuri zaidi na kuambia hawa wanashirikiana. Na kwenye ushirika wao ambao wanao ni kwamba ukumbuke huyu Irani ni mshirika mzuri sana wa Urusi. Lakini Irani hana ndege. Na Irani amekuwa akimtegemea Urusi pamoja na China. Na juzi hapa tuliwaambia kuhusiana na ndege ambazo huyu Mwajemi ameziagiza kutoka China kizazi cha 6. Hizi ni hatari kuliko ndege hizi za Marekani ambazo ni F-35. Ni hatari sana, ameziagiza lakini ambazo ziko kwenye process. Kwa hiyo kwa maana kwamba huyu Mwajemi hawezi akalipa kisasi kwa haraka kwa sababu hana ndege. Mwajemi hana ndege kwa anawategemea hawa. Na operesheni hii ya Myahudi kwenda kuishambulia Irani imekuja tu baada ya operation Spiderweb ambayo Bwana Volodymyr Zelensky aliitekeleza kule upande wa Urusi, kushambulia zile airbase, kushambulia mahali ambapo kuna ndege, tena ndege za kisasa kabisa za Urusi, ndege kweli za kivita ambako zimepaki na kwenda kupeleka hizo drones kwenda kushambulia. Kwa sababu ukumbuke walijua, kwa sababu huyu Myahudi au utawala wa Kizayuni ukishambulia Irani wakati Urusi ana ndege, Urusi kwa sababu ni kawaida hivyo kushirikiana na mshirika wako kumsaidia katika uvamizi uliotokea. Ni kama vile ambavyo Marekani anaisaidia Israeli. Kama Marekani mwenyewe ni mjanja hivi, amesema kuwa yeye hajahusika na haya mashambulizi. Lakini ukumbuke Marekani huyu kutokea kwenye kambi za huko Hodeida ametoa ndege huku kuelekea moja kwa moja Iraki kwenda kuzifuel ndege za Myahudi ambazo ndizo zimetumika kushambulia ndani ya Tehran. Na huku anasema yeye hajahusika. Sasa huo uhusika kwa nini ukatae? Kwa sababu huyu ameenda refuel, kuziwekea mafuta ndege ambazo zimetumika kushambulia upande wa Teherani, Irani, alafu bado Marekani anasema mimi sihusiki. Hata hiyo operation Spiderweb pia alisema hahusiki, lakini ukweli ni kwa operation Spiderweb Marekani yupo, Mwingereza yupo na Ujerumani yupo. Na Putin alisema ameangalia taifa gani la kwanza nalo kwanza kulipiga taifa la Ulaya ni Uingereza. Hiyo utakuja kukuchambulia baadaye ili uweze kuielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo sasa Zelensky baada ya operation Spiderweb ambapo ametumia drones 117 kuhakikisha kuwa anaharibu ndege 42 za Urusi, alafu ndipo sasa Myahudi huku naye ameenda kutumia anga ya Iraki kwenda kuishambulia Irani, kwa sababu wanajua Irani hana ndege na Irani anatumia makombora. Ni makombora ambayo ni surface to surface au surface to air missiles, kwa sababu huyu Myahudi anatumia air to surface missiles. Ndio maana anatumia ndege ambazo zina uwezo wa kubeba haya makombora aliyoyatumia katika kuhakikisha kuwa anatekeleza hii operation yake. Kwa hiyo nilikuambia hapa juzi kuwa Vladimir Putin amekasirika kwa sababu ya Myahudi kumpa mifumo ya ulinzi ya Patriots
MIM-105 na MIM-104D ambayo alipewa nani? Alipewa huyu bwana Zelensky, hiyo mifumo ya ulinzi. Sasa kwenye huu wakati ambapo sasa Ukraine ndio inapigwa kweli kweli, inachapika kweli kweli. Sasa baada ya kumpa hii mifumo ya ulinzi, nafikiri baada hii operation sasa ambayo aliipa jina bwana Volodymyr Zelensky, huyu aliipa jina la Operation Spiderweb. Manake Spiderweb ni ule utando wa buibui, ndo aliipa operation hiyo jina hilo, ambapo sasa kawa wamesababisha maafa makubwa. Lakini kwa sasa mpaka tunavyoongea Ukraine inateketea, Ukraine inaangamia, na Ukraine haitamaniki tena, na Vladimir Putin ameendelea kuipiga. Kwa hiyo ndio maana ilibidi sasa wamtumie Volodymyr Zelensky ahakikisha amefanya uharibifu aliyoufanya huko kwenye taifa la Urusi, ili Urusi akose nguvu ya kwenda kupeleka ndege kwenda kumsaidia huyu Mwajemi kwa ajili ya kushambulia upande wa Israeli. Na ndio maana umeona sasa Mwajemi yeye alichokijibu, amesema atatumia makombora ya ballistic missiles kama 2000 kulipa kisasi, kwa sababu ukumbuke Myahudi alivyopiga huku upande wa Irani hajalenga tu kwenye maana ukumbuke hii yote ni kumzuia Mwajemi asiweze kumiliki silaha za nyuklia. Lakini juzi amefanya majaribio, Mwajemi amefanya majaribio ya nyuklia, kwa sababu utawala wa Kizayuni unadai kuwa Mwajemi akimiliki silaha za nyuklia itakuwa hakuna usalama kwa taifa la Wayahudi. Lakini kumbuka yeye anazo pale silaha za nyuklia, ila hataki Irani amiliki silaha za nyuklia, kwa sababu kumbuka siku zote watu wa magharibi wanaogopaga sana taifa ambalo lina silaha. Ndio maana hawamgusi kiduku. Ndio maana hawacheki, yaani maana kiduku hawezi kucheka nao. Hawamgusi kabisa Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, kwa sababu wanajua ana midude, na alishaongea. Akasema mimi mambo ya kufanya kama Putin hivi, watu wakuletee ukorofi, upeleke askari waende wakafie vitani, mimi hiyo biashara sifanyi. Mimi ukinichokoza najua tu kidude, kitufe cha kubonyeza, na lituma moja huko liliko, litakuja kuongea na wewe huko liliko. Na kwa bahati mbaya sana hakuna mifumo ya ulinzi ambayo imetengenezwa. Ndio tuliona juzi hapa huyu Marekani alikuwa anatengeneza hiyo mifumo ya ulinzi ambayo aliita ni nini? Aliita sio ni Gold Dome, sio kitu kama hicho, kwa ajili ya kuzuia makombora ya nyuklia ambayo yakipigwa sasa kuzuia mabomu ya nyuklia, hiyo akawa ametengeneza. Sasa kwa sasa hakuna mfumo wowote wa ulinzi unaoweza kuzuia haya bomu ya nyuklia ambayo yanawekwa kwenye makombora ambayo sasa yana uwezo wa kupiga mpaka. Kwa juzi hapa Mwajemi amefanya hayo majaribio, na ukumbuke wako siku zote kutaka kumzuia Mwajemi asiweze kurutubisha uranium kwa ajili ya kupelekea kutengeneza makombora au mabomu haya ya nyuklia. Kwa sababu makombora na mabomu ni kitu tofauti, ni vitu tofauti. Makombora ni yale ya kurushia, lakini unapoongelea bomu sasa ni lile bomu lenyewe la nyuklia, ambapo mabomu ya nyuklia yanaweza pia, mfano Marekani ana ndege za kubebea mabomu ya nyuklia. Hizi B2 stealth bomber zina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia na kwenda kuleta uharibifu popote wanapotaka wakalete uharibifu. Kwa katika hilo sasa, kwa sababu ya kumzuia, na juzi hapa amefanya hayo majaribio, ndio tumeona hiki ambacho sasa huyu utawala wa Kizayuni ulichokifanya, kushambulia Irani, lakini kwa sababu naambiwa ni maeneo 240 yameshambuliwa, lakini kubwa ilikuwa ni kushambulia maeneo ambayo ni nuclear sites, maeneo ambayo sasa ndio wanafanya urutubishaji wa uranium kwa ajili ya kutengeneza hizi nuclear. Kwa hiyo ndio maana wakashambulia kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa hili ndio maana nimekuambia limekuja kwa sababu Mwajemi hawezi akarespondi kwa haraka. Alichonacho Mwajemi kwa sasa ni drones pamoja na makombora, ambapo tunaambiwa kwenye anga la Iraki ndege za Marekani, ndege za Israeli na ndege za Mwingereza ziko pale kuzuia makombora yoyote ambayo yatatupwa, kwa sababu upande wa pili Jordan wamefungua anga, kumfungulia anga Myahudi ili
ili aendelee kuishambulia nini? Kuishambulia Iran, upande wa pili Jordan wenyewe. Kwa hiyo ndio maana sasa upande mwingine tena Wahuthi wameongea, wamesema sasa huyu anachokitafuta nafikiri atakipata, kwa sababu ukumbuke Wahuthi, ukumbuke Hamas, ukumbuke Hezbollah, hii ni mikono ya mbali ambayo ni ya Muajemi. Kwa hao wamesema sasa Myahudi anachokitafuta atakipata. Ndio maana hali ya hatari imetangazwa katika taifa la Israeli, na mpaka sasa wanaambiwa Netanyahu amepanda ndege, alikoenda haijajulikana ni wapi, kwa sababu Muajemi amesema kwa awamu hii nitalipa kisasi haswa, kwa sababu hivi ni vita vimetangazwa. Kwa sababu mtu atoke kule aje akuvamie kwenye taifa lako, yani aje pale akuvamie, yani akupige ndani kwako, alafu ukae unamwangalia. Ndio maana Waajemi wamesema ballistic missiles ballistic 2000 watapiga upande wa Israeli, pamoja na drones ambazo na zenyewe zitapigwa kule. Ndio maana nikakuambia hii ilikuwa ni timing hii ya Zelensky kuivamia Urusi na kupiga ndege zile 42 ilikuwa ni timing, kwa sababu walijua, Israeli alijua akienda kupiga wakati Urusi yuko vizuri, anaweza akampa ndege huyu Muajemi akazitumia kuishambulia Israeli. Kwa hiyo ndio maana hii unaona sasa ilikuwa ni timing ya Zelensky pamoja na huyu nani Benjamin Netanyahu. Kumbuke wote wanasaidiwa na kusapotiwa na Marekani, wote ni watoto wa Marekani. Taifa la Israeli pamoja na taifa la Ukraine wote ni watoto wa Marekani, wanaosapotiwa na Marekani kufanya mambo ya ajabu ambayo wamekuwa wakiendelea kuyafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, ni ndivyo hivyo kuwa kushambuliwa kwa Irani au kushambuliwa kwa Waajemi, hii ni mipango iliyosukwa muda mrefu. Zelensky anahusika, Marekani anahusika, Mwingereza anahusika, lakini pia na Jerumani pia vile vile anahusika. Na ndio maana ndege zao ziko pale kwa ajili ya kuzuia makombora ambayo yataanza kutupwa, kurushwa kwenda upande wa Israeli. Na raia wote walioko Israeli wameambiwa wakae hali sawa, kwa sababu hali ya hatari imekwisha kutangazwa. Asanteni sana.